0580. Tuijenge Kitopeni. Kitopeni yetu, faraja yetu. Tumerejea mara baada ya kusikiliza hiyo makala fupi ambayo inahusiana na kituo cha watoto wenye mahitaji maalum pale Mtoni, na ndivyo ambavyo nao unaweza kuendelea kushiriki kwenye kutoa chochote kwenye nambari ambazo zimeonekana hapo, na ukishashiriki basi utakuwa umefanya kati yale mengi matendo ya kidiakonia. Lakini pia nakukumbusha kuhusiana na kuishi kwa malengo, kama ambavyo kauli mbiu ya tamasha la Twenzetu kwa Yesu inasema kwa mwaka huu, ishi kwa malengo. Tumerejea hapa ndani studio na tayari tuko na ndugu zetu kutokea, ni specialist hawa, wataalamu wa mambo ya AI ambao wanaitwa artificial intelligence specialist. Tunaye hapa ndani studio Zephania Ruben, karibu sana. Asante sana. Lakini pia tunaye ndugu yetu Isaac Odero, karibu sana. Jisikieni mko eneo la utaalamu wa AI, sawa? Nami pia ni specialist wa habari Ngongoro, na Elinabi naye ni specialist wa habari. Hapa leo tuko ma specialist tunazungumzia specialist. Jamani, jisikieni mko kwa mara nyingine nyumbani. Karibuni, tuanzie hapo. Karibuni sana. AI ni tishio kwa ambao wanasikia huko sasa hivi wanatazama. Wenye ajira wakisikia akili mnemba wanaogopa kwamba inakwenda kuchukua nafasi zao kazini, na wanakuwa jobless, hawana kazi. Watu watumiaji wa mitandao ya kijamii wanataharuki kwa maana AI. Jana nimeona mtu ametweet kwamba ndio mfikia hatua ya kuvuana mpaka nguo. Umeiona hiyo na nyinyi? Wanahofia kwamba mtu anaweza akawa amevaa nguo, AI ikawavua nguo. Sahi. Sasa hivi huko watu wenye ofisi zao wana wasiwasi kwamba taarifa zao nyeti za simu zinaondoka muda wowote kwa sababu ya AI. Tuanzie kwa Zephania. Ndio. Hebu tuambieni kuhusu AI. AI ni nini kwanza? Lakini tumepata nafasi ya kuwaona, tunawaamini na ni specialist wa AI. Ni nini hiki? Sasa. Mnituletea nini nyinyi? Kwa kweli kwanza nianze kwa kukiri maneno uliyosema, taharuki iliyopo na mambo yanayojiri ni sahihi kabisa, na nadhani imeshakuwa ni kwenye jamii mkanganyiko, watu hawajui lipi lifanyike na nini. Sasa AI ni teknolojia kama zilivyo teknolojia zingine. Tunajua ukiangalia kwenye wanaita haya mapinduzi ya viwanda, tumekuwa na mapinduzi ya kwanza ambapo kwa kipindi kile walikuwa na teknolojia za mvuke kwa ajili ya kufanya usafirishaji kwa treni na nini. Baadaye tukaja kwenye mapinduzi ya pili ya viwanda ambayo haya yalihusisha umeme. Kwa umeme ukawa umegunduliwa, kwa hiyo viwanda vikaanza kutumia umeme na mambo kama haya. Tukaja kwenye mapinduzi ya tatu ya viwanda. Haya ndio yanaitwa information age, au wengine wanaita digital age, ambapo tukaja na computers, tukaja na internet kwenye hayo mapinduzi ya tatu. Sasa kwa sasa hivi kwa nadharia iliyopo ni tuko mapinduzi ya 4 ya viwanda, lakini tunaelekea ya 5 pia. Sasa mapinduzi ya 4 na yenyewe yana vitu ambavyo vinayatambulisha, kama kule ambavyo tumeyatambulisha ya 3 kwa computers na internet. Haya ya 4 yanatambulishwa kwa teknolojia zake pia, ambapo moja ya hizo teknolojia ni artificial intelligence. Kwa Kiswahili sasa hivi ninaona msamiati ambao umepitishwa ilikuwa ni akili unde, lakini siku kadhaa hapo ilikuwa ni akili mnemba. Nyuma zaidi ilikuwa tunatumia akili bandia. Kwa hiyo unaona kumekuwa na mabadiliko pia ya misamiati. Sasa akili unde ni nini? Akili unde ni kama mfumo wa kompyuta, au unaweza kusema ni computer program, lakini ambayo tunaipatia uwezo wa kibinadamu kwenye baadhi ya mambo, ikiwemo kufikiria, kufanya maamuzi, kama ni kutenda pia, ambao hii inaweza kaenda sasa kwenye robots. Like unakuwa na AI iko kwenye vitu ambavyo labda vina maumbile ya kibinadamu, na vinaweza vikafanya matendo na vinaweza vikafanya maamuzi kama ambavyo wangeweza kufanya binadamu. Kwa hiyo ni teknolojia, lakini lengo lake kubwa ni kujaribu kutengeneza mifumo ambayo inakuwa na haiba ya kibinadamu kwenye utendaji kazi wake.
Mwanaudem, ni nani anautengeneza huu mfumo sasa? Ni mimi nautengeneza au umeshatengenezwa na wenyewe sisi tunauchukua au ni nini yani? Unatoka wapi? Mifumo ya akili mnemba inatengenezwa yani ni kwa undani zaidi ni formula za hesabu. Kuna hesabu nyingi zimefanyika. Anazifanya nani? Anafanya mtu yoyote. Wewe unaweza ukafanya. Mimi mtu yote anaweza akafanya. Ila mara nyingi sasa hivi ni watafiti ambao wako specialized. Lakini ni mtu. Yoyote anaweza wewe unaweza ukachukua na spare time yako ukaanza kujifunza, mwisho wa siku mwakani na unaweza unatengeneza mifumo. Kwa sababu mmesema hii mfumo ni mfumo ambao unawaza kibinadamu. Alafu unapowaza kibinadamu unaweza ukaenda mpaka kwenye robot. Mfumo ambao unawaza kibinadamu. Nani atakuwa na ucontrol au unaweza ukautengeneza hatimaye ukawa unafanya kazi wenyewe? Sasa hapa naweza nikaelezea hivi. Kuna hii akili mnemba kwa ujumla kama alivyosema Zefania, ni mfumo ambao unaotengeneza kuiga sisi jinsi binadamu tunavyofikiria, tunavyochukua hatua, tunavyochukua maamuzi. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza mfumo ambao wewe ndo unasema ubehave vipi ukutana na situation hii, ubehave vipi. Lakini pia kuna namna nyingine ya kutengeneza hii mifumo. Wewe uiambie iact vipi au ibehave vipi. Badala yake unakusanya data either kwenye internet au sehemu yoyote ambapo unaweza kupata data. Alafu unaziingiza kwenye huo mfumo, unaacha mfumo ujifunze wenyewe. Kwa kulingana na information ambazo zipo kwenye hizo data, mfumo utajifunza kulingana na hizo data husika. Kuongezea tu hapo kidogo ni kwamba kuiweka vizuri kwa watu pia waelewe kwenye level ambayo inaweza kuwa ya kawaida. Mifumo ya AI inaweza ikawa ni vitu ambavyo tu ni vya kawaida ambavyo pengine tumeviona. Kwa mfano tumewahi kufanya kazi kwenye project za kutengeneza mifumo ya AI kwa ajili ya kutambua magonjwa kwenye mimea. Kwa hiyo unakuwa na mimea labda kama ni maharage au mahindi, unatengeneza mfumo ambao ukipiga picha kwenye jani la mahindi, mfumo unaweza kukwambia hapa kuna tatizo fulani, hapa kuna tatizo fulani. Kwa hiyo badala ya kumsubiria bwana shamba aje akwambie hapa kuna shida gani, maana yake wewe unaweza ukachukua hatua ya kwanza kujua kuna shida gani, halafu ukaanza kufuatilia namna ya kutatua ile tatizo. Lakini pia kuna mifumo ya AI ambayo inatumika kwa ajili ya kufanya utambuzi wa magonjwa, hii disease diagnosis. Kwa kuna mifumo ambayo inatambua TB, kama sasa hivi Muhimbili pale upo wa AI kwa ajili ya kutambua TB. Kuna mifumo ambayo ipo kwa ajili ya kutambua kansa, kama ni kansa ya ngozi, maana yake mfumo unaweza badala ya kutumia muda mrefu kwenye process ya kutambua, maana yake ukipiga picha ule mfumo unaweza ukatambua ile. Lakini tuna mifumo mingine ambayo tunaifahamu ya kawaida, labda kufanya translation, unatoka lugha fulani kwenda lugha fulani. Hii ni mifumo, hii nimejaribu kuweka hivyo ili kutengeneza ile kwamba kuna mifumo hata hii ya kawaida tu ambayo ni tunatumia katika shughuli za kila siku, ambayo pia ni mifumo ya AI. Kwa mfano kuedit picha kwa watu wanaotumia social media, labda kwa mfano Snapchat, utakuta pale kuna style mbalimbali ambapo picha inaweza ikawa. Sasa ile yote ni AI au Instagram. Ukiwa unatumia Instagram unakuta Instagram yangu tofauti na yako. Vitu ambavyo mimi naviona wewe unaweza usio unaviona. Kwa Instagram pia ina hiyo AI. Sasa tukirudi nyuma, kuna mfano Zefania alisema kwamba mfano kama Muhimbili, kuna mifumo sasa hivi ambao unaweza ukatumia ukapiga x-ray labda ya kifua, ukaingiza kwenye mfumo ikakwambia kama kuna TB au ana ugonjwa gani, ndio. Sasa inatengenezwaje? Kwa wanachukua
picha nyingi za x-ray ambazo tayari zipo zishapigwa nyuma na madaktari walishazilebo kwamba hii ni ugonjwa ukiona hii hapa ni TB, hii ni ugonjwa fulani. Kwa wanachukua zile zinakuwa kama digital form. Sawa, ndo zinachukuliwa zinaingizwa kwenye zinatumika kufundishia huu mfumo wa AI. Kwa hiyo tuseme ni AI ni mfumo ambao unachukua information ambazo zipo, taarifa zetu unaziweka sehemu moja, unakuwa unaweza kuziaccess kirahisi. Kwani hichi kitu mnakiita mfumo ni nini? Yaani kwa sababu mfumo mimi kuna sehemu nataka mtuambie hapo, kwa sababu namkumbuke mnaongea na watu ambao sisi ni waandishi wa habari, ndio so mighty alafu kuna mkulima ambaye anatazama TV na mfumo mfumo ni nini? Huo mfumo unaosema ni mfumo unawekwa kwenye mfumo hesabu tunasoma shuleni sisi 1 + 5, sio magazi juto algebra, sio? Sasa ukiniambia ni hesabu ni zipi? Ni algebra, balancing equation au ni nini? Mimi nitajaribu kuweka kwenye lugha ya kawaida zaidi. Ni nini? Kwa sasa hivi kwa mfano tunatumia Instagram au WhatsApp. Nadhani WhatsApp ni common sana. Sasa WhatsApp imepewa jina. Hilo ni jina lake, inaitwa WhatsApp. Lakini unaweza ukasema ule ni mfumo. Si ndio? Kwa maana ya mfumo ni nini? Maana yake ni mkusanyiko wa, tunaweza kusema ni component mbalimbali ambazo zinakuja kufanya kazi kwa pamoja. Si ndio? Sasa kwenye AI inakuwaje? Kwenye AI ili uitem kama ni mfumo, cha kwanza AI inajifunza kupitia experiences zetu za kibinadamu, kama alivyosema za kiswala la data. Kwa kinachotokea ni nini? Tunataka kufundisha AI iwe na uwezo wa kutambua X-ray yenye TB na ambayo haina, au yenye kansa na ambayo haina kansa. Kwa hiyo tutachukua hizo picha, tutakuwa na hapo sasa narudi tena kwenye hesabu. Tutakuwa na formula fulani ya hesabu. Hapo ni si rahisi kuisema inakuwa hivi kwa sababu ni iko ila ni hesabu hizi tunazosoma shule. Ni hesabu hizi tunazosoma shule. Mfano au top kimoja ambao naweza tukaisema ambao kila mtu anayejua algebra. Au matrix. Kila mtu amesoma matrix. Ambazo sisi tunajiulizaga tulifundishwa za nini? Zina kazi. Matrix ndio common kabisa. Foundation ya namna ambayo unachukua data, unachukua hizi mfano kama picha, ile picha unaibadilisha inaenda kwenye namba, afu unaiweka kama matrix. Kwa ile matrix tulosoma kuanzia shule ya msingi level secondary. Bwana niweke vizuri tena. Yaani picha yangu mimi iwe namba. Ngoja nikuwekee picha inakuwa hivi kwa sababu nyie ni waandishi habari, inaweza ikawa rahisi kuielewa. Picha, unapopiga picha picha zinaweza zikawa za namna mbili. Kuna picha ambayo ni colored, si ndio, na zile ambazo zina black and white. Sasa zile picha kwa mfano colored inakuwa ni combination ya rangi. Tumesoma shuleni nadhani ni form 3 zile color combinations. Si ndio? Ukifanya additive unakuja kupata white, ukifanya subtractive unapata black, lakini tunajua tuna zile primary color tatu. Red, blue and green. Sasa kwenye kila picha ambayo ni colored inakuwa na combination ya hizo nini? Primary colors. Sasa na kila picha inakuwa na vitu tunaita pixels. Ndio. Sasa zile pixels ni namba. Zina range from 0 mpaka 255. Sawa, kwa ukichukua ile picha, kompyuta haioni picha. Inaona numbers. Au kwa namna rahisi zaidi. TV ambayo watazamaji wanaangalia, ndani ya TV
hizo ni namba. Hivyo ambazo hizo namba yaani kile wanachotuona sisi ni namba. Ni namba ambazo hizo namba zinawakilisha rangi 3. Nyekundu, blue na kijani. Mimi huyu ni namba kwa. Wewe ni namba kwa. Sasa umezungumza kwamba AI inachofanya tuna kwa mfano upimaji wa TB tunaweza tukaingiza kwenye AI na tukapata majibu. Kwenye kilimo the same. Nimeona hata kwenye design, kwenye simu ukiangalia wanaweza wakafanya. Hizo zote zimekwenda kukata ajira za watu. AI imekuja kutusaidia au imekuja kutuharibia maisha? Kwa sababu ukiangalia sasa hivi dunia, janga la dunia ni ukosefu wa ajira. AI imekuja na kwenda kuchukua tena ajira za watu. Inafanya yenyewe, mimi naweza nikakaa nyumbani nikafanya utaalamu wote huu. AI ina msaada wote kwetu? Nadhani nitaanza hapa. Mimi nina mtizamo binafsi kwamba kila maendeleo yanapotokea hasa kwenye teknolojia yanakuja na tunajua yanakujaga na mambo ambayo ni faida na hasara zake. Lakini kwenye swala la ajira ni kweli kuna kazi ambazo zitakuwa replaced, kwamba hatutohitaji tena mtu awepo pale, na kuna kazi ambazo zinaweza zikawa automated lakini zitahitaji binadamu awepo. Kwa mfano kazi za kitabibu, manake utaweza kuwa na AI lakini utahitaji pia daktari awepo. Na kuna kazi ambazo inawezekana isiwe rahisi kuzi replace kwa sababu zinahitaji binadamu awepo pale. Kwa nini binadamu anatakiwa kuwepo pale? Kwa sababu AI haina feelings, haina emotions, haiko self aware, na kuna mambo ambayo yanahitaji ile self awareness, ile binadamu ambapo tunajitambua na tunatambua mazingira yetu. AI haijafika hiyo level. Kwa kwenye swala la ajira straight, Isaac aligusia mwanzo kabisa pale kwamba AI inarahisisha ufanyaji kazi wetu. Kwa mfano mimi ni mtengeneza maudhui na nilikuwa natumia muda mwingi sana kutengeneza maudhui. Manake nikiwa naweza kutumia AI nitaokoa muda wa kutengeneza yale maudhui. Manake ni nini? Manake ili watu wasiwe replaced, manake wanatakiwa kuji-upgrade, wawe na skills za kutumia AI au teknolojia yote ambayo ipo. Nadhani nyinyi mnaweza mkawa mashahidi pia, hata wakati kompyuta zinakuja watu wasema kazi zitakuwa zikuwa kompyuta. Mfano mmoja hapo kwamba miaka 2000 kulikuwa kuna wapiga picha wanatembea mtaani. Ndio kulikuwa mna smartphone. Lakini smartphone sasa hivi iPhone 15 inapiga picha vizuri kuliko kamera ya mwaka 2000. Lakini bado kuna studio watu wanapiga picha. Na watu wanaenda kupiga picha studio. Na mtu ana simu iPhone 15 ambayo inatoa picha nzuri, lakini kuna muda anachagua kwenda studio. Huo mfano ndo unawakilisha vizuri kuja kwa AI. Okay, sasa tuje hapa kwenye mazingira ya kawaida. Baki mambo yetu ya hesabu huko inaonekana kwa mtambuka. Ndatufanya tusikie vizuri funga. Kiasi kwamba mimi ninachoonekana kule ni namba. Namba wakati nimekaa hapa. Msije. Ndugu zangu nyinyi mnaosema hesabu hazina faida nyinyi. Na waone. Kwa kweli leo tunawakumbusha tena. Acheni kusema hazina faida. Mtu ina faida. Kuna msemo wa kwanza sema pi nitaitumia wapi? Au login nitaitumia wapi? Kumbe inatumika pi. Kumbe inatumika sana. Jamani, ulimwengu wa pi. Sasa mkae kwa utulivu. Tunachokiona sasa hivi ongezeko la matukio ambayo mengine yanahatarisha, kama hii mfano ambao nimesema. Mtu jana analalamika kwamba AI imefikia huko. Ni kweli AI inaweza ikafanya mambo bila hata limitation, kwamba kuvua nguo inakuvua tu, hata hakuna limitation kwamba iache ifanye nini? Iko hivyo?
Sasa hapo Okay. Okay. Mtajuana wenyewe ndio mnaojuana. Tunashuka ku direct. Na mtazamo wangu binafsi. Sawa. Zefa anaweza kaa na mimi mtazamo wangu sioni kama shida ni AI kwangu mimi. Ni kweli AI inaweza ikafanya hivyo vitu kwa sababu watu bado wanatengeneza mifumo. Kwa mtu anaweza akatengeneza mfumo ambao ukiweka picha hii unaweza ukaibadilisha ikawa hivi na hivi na hivi, si ndio? Kwa hiyo inategemea na jamii. Labda kwa nchi, kuna nchi nyingine kitu hichi sio hakina shida. Ukija Afrika kuna mambo mengi ambayo yanafanyika Ulaya kwetu ni shida, si ndio? Kwa hiyo inategemea na jamii. Ila kikubwa kwangu, mtazamo wangu ni watu, jamii ambayo inatuzunguka. Watu wana tabia gani? Kama wewe una tabia ambazo sio nzuri, ina maana utachukua hiyo advantage ya AI kufanya mambo ambayo unataka. Kwa kwangu mimi mtazamo wangu, shida sio AI, shida ni turudi nyuma, tuanze kuelimisha watoto namna gani ya kuishi vizuri, vitu gani sio vizuri kufanya kwenye jamii na vitu gani vizuri kufanya. Ukiwa na mtoto ambaye ana tabia nzuri, tuseme ukiwa na mtoto ambaye ana tabia nzuri ukamwachia simu, sawa, atafanya vitu vya maana. Au ukimpa kompyuta, mtoto ataanza kujifunza vitu vya maana. Lakini ukiwa na mtoto ambaye hujamlea vizuri, shida sio simu, au shida sio hicho kifaa ambacho anatumia. Shida ni huyo mtu ambaye anatumia. Kwa mimi mtazamo wangu hapo, tusilimiti AI, ila jamii, watu tujifunze kuishi vizuri. Sasa kama mtu nakuja kwako. Sasa kama mtu umeingia naye kwenye mgogoro kwa mfano, na ni bingwa wa AI, hamuoni kama huu mfumo kuacha holela unaweza ukatusababishia madhila, kwamba umenizingua poa, kesho uko mtandaoni jamaa katumia AI kakuweka hadharani. Sasa sahihi kabisa, nyinyi ni wataalamu na mnajua hii mfumo huu unaweza ukafanya. Kwa nini kusio na sheria ambayo kwa mfano ukitaka kumdhalilisha mtu unasema this is prohibited, huwezi kufanya, yaani ukaruhusu tu mambo positive, hatuwezi kufikia. Kuna kitu nadhani waga tuliwahi kuwa na conversation na Isaac, tutaigusia pia hapo. Mimi ninachofikiri, sio kwamba haiwezekani, inawezekana, na kuna baadhi ya AI applications ukifanya hivyo hazikubali. Siwezi kuzitaja ni zipi, lakini baadhi ambazo zinaweza kufanya hivyo. Sasa kwa mfano hiyo ambayo inatumika kufanya hicho kitu kinachofanyika sasa hivi, policy yake ya kuitengeneza ni tofauti na policy zilizotumika kutengeneza zingine. Kwa maana gani? Kwenye hizi zingine wamefanya kama hiyo censorship, kwamba AI wameambia utakiwa kufanya hiki, utakiwa kufanya hiki. Au ukiambia pia AI, unaingia kwenye AI unaambia nielekeze namna ya kutengeneza bomu, inakwambia no, I can do that, ndio. Sasa hii ambao watu wengi ndio wanaitumia kudhalilisha wengine, yenyewe polisi yake kwamba mtu afanye kila anachotaka. Hiyo ndo sera yao wao walioiweka. Kwa sio kwamba AI haiwezi kuzuiliwa au haiwezi ikawa designed isifanye hivyo, lakini wale wameiacha hivyo. Kwa nini sasa inaweza kufanya? AI imefundishwa, au hizi AI ambazo tunaziona sasa hivi zimefundishwa kutoka kwenye data ambazo zipo kwenye internet. Na internet inawakilisha nini? Internet inawakilisha sisi, jamii yetu. Kwa mfano, mtu yote inaweza ikawa sio mfano mzuri ambaye ana simu. Ingia sasa hivi kwenye simu yako, andika university students, halafu uone, nenda kwenye picha uone zinakuja picha gani. Halafu andika wanafunzi wa chuo au mwanafunzi wa chuo, halafu kaangalie zinakuja picha gani. Maana yake jamii imeipatia nini internet, si ndio? Kwa sababu mifumo hii imetengenezwa kwa data ambazo zipo kwenye internet. Kwa zile taarifa za jamii yetu ambazo tumeziweka kule, ndizo ambazo zita reflect au zitaakisi
hiyo jamii husika. Unaweza kusema AI ni reflection yetu au ni reflection ya binadamu. Kwenye AI ni sawa na unajiangalia kwenye kioo. Kwa hiyo unataka kusema kwa mfano nchi zinazoendelea ambazo sasa hivi tunaiga mambo ya ulimwengu na maadili hayajanyooka sana, tutaendelea kuona hayo. Yeah, mimi hapo naweza nikaongezea vitu viwili. Kitu cha kwanza ni kitu kikubwa cha kufanya ni kuhamasisha angalau kila nchi au kila bara waanze kuweka miundombinu ili kila nchi iweze kuwa na AI yake. Nilikuwa nakuja hapa kulingana na hiyo inawezekana. Tanzania hapa tukasema mambo yetu yatakuwa magumu. Tutakuwa na policy yetu ya AI ambayo tutasema hiki ndio, hiki kabisa. Hiki tunaweza. Inawezekana. Tunaweza, lakini naweza nika challenge hiyo. Kwamba hiyo inawezekana kabisa, lakini mimi binafsi kitu ambacho nahofia sana ni kuanza kuweka policy kabla ya kuwa na miundombinu au kabla hata ya ufanisi, kuwa hata na ufanisi wa AI nchini. Watu ambao wanajua kutengeneza mifumo wengi, ukianza kuweka sheria mapema una limit ukuaji wa hiyo teknolojia. Ila ni kitu kizuri na inawezekana, lakini nafikiri labda tungetafuta namna ya kubalance baina kati ya sheria na innovation. Kwa sababu mfano mzuri upo sasa hivi kwamba kuna sehemu kama 3 ambazo AI inakuwa: Ulaya, Marekani na China. Asia ambao ndio tuseme China ndio. Na kuna kama Waarabu na wenyewe wanakuja Dubai. Sasa kwa nini sasa hivi anayeongoza kwenye AI ni Marekani? Kwa nini? Kwa sababu Marekani hawakuwa na sheria kali za AI toka mwanzo. Lakini Ulaya kwa nini iko nyuma? Ulaya kulikuwa kuna sheria nyingi sana zimewekwa za kulimiti utengenezaji wa hii mifumo. Kwa mfano sheria moja ilikuwa nasema hauwezi hii mifumo ina size, ina size inakuwa measured kwenye GB na MB, ndio. Kwa hiyo walifikia hatua akasema kama unatengeneza mfumo wa AI wenye ukubwa GB kadhaa, unatakiwa uende ukapata kibali serikalini. Unaweza ukachukulia GB kubwa una faida gani? Ukiwa na GB kubwa maana yake ndio inakuwa bora zaidi. Kuvuana nguo huko. Kuvuana nguo. Unaweza ukachukulia mfano Tanzania, kuna ile sheria utanirekebisha kama nitakuwa nimekosea, ya kurusha drone. Tanzania. Uruhusiwi kurusha mpaka uende upate kibali. Sasa mimi bahati nzuri kuna watu nawajua wapo kwenye tasnia ya sanaa. Wanasema warusha drone Tanzania wataalamu ambao unaona nyimbo ya Diamond, nyimbo ya Harmonize hawafiki, sidhani kama wanafika 20 Tanzania. Na ambao wanafanya hizi kazi, wanazofanya hizo kazi sidhani kama wanafika 5. Kwa unaona sheria sio mbaya. Sheria ni nzuri, lakini ukiweka sheria mapema kwa kuhofia kitu fulani ambacho tumekiona West au wapi kisije kwetu, una limit innovation. Kwa hiyo cha kufanya ni afadhali nchi iweke miundombinu mizuri ya kutengeneza hii mifumo, alafu wanaweza wakaanzia vioni au wakaweka syllabus, wakarekebisha mtaala wetu wa elimu, watu wakaanza kufundishwa kuanzia O level, kuanzia form 1 mpaka form 4, watu pia wakaanza kujifunza AI. Hiyo itasaidia sana. Kabla ya kufika huko. Kwa sababu huko ni mbali. Ninyi ni wadau, watumiaji wa AI na ni specialist kabisa. Mnaitumia. Mnaona ina faida kiasi kwamba nchi hatutakiwi kuweka sheria au kwa ilipofika tuweke sheria tuliokoa? Mimi na perspective yangu pia inaendana na hizo, kila tunatofautiana sehemu moja. Sawa. Mimi naona kuna sheria kwa namna mbili. Sheria kwenye utumiaji na sheria kwenye utekelezaji. Kwenye utumiaji naona iko sawa kuwa na nini na hizo
sheria za kumonitor matumizi ya AI, na itatusaidia kuondokana na hii udhalilishaji ambao unaendelea pia. Na ukishakuwa umekuwa na hiyo sera au sheria ya kufanya hivyo. Hii mifumo pia, kwa mfano kwa wenzetu, baada ya kuwa mifumo imekuja hii ya AI, walitengeneza counterpart yake, mifumo ya kutambua labda content ambazo zimetengenezwa na na AI, kwamba bwana, tunakutana na picha fulani, wanaziita kitaalamu deepfakes. Tumekutana na deepfake labda ya picha ya mtu fulani. Tunaweza tukaiweka kwenye mfumo fulani mwingine, ukatuambia, je, hii picha ni halisi au sio halisi, si ndio? Sasa ili uwe na mazingira hayo, maana yake ili uweke sera nzuri, lazima kwanza uwe na wataalamu ambao wakati wanaweka sera wawe wanaweza kuangalia mbele, pia kujua kwamba hatutozuia vijana wetu kujifunza kwenye ile eneo, na tutamonitor tuwe na matumizi mazuri kama ilivyo sera ya sheria za ile cyber security law. Kwa hiyo tunaweza tukawa nayo, nadhani itasaidia kupunguza hii, kwa sababu sasa hivi inaweza katokea kosa halafu mnatafuta kwenye sheria, sasa huyu mtu anaadhibiwa vipi, au hamna kitu kinachosema hapo. Mimi kuna sehemu kidogo natofautiana na wewe, kwamba mimi naona kitu kizuri ni kwa mfano sasa hivi kuna sheria za mitandao, ndio. Ina maana kama mimi nimechukua picha ya mtu, nimeingiza kwenye mfumo fulani, na hii mifumo mingi hawana ofisi Tanzania. Kwa hiyo uweze ukaweka sheria kwamba tutamshtaki watu waliotengeneza mfumo. Nasema wewe ni vita nyingine. Kwa hiyo sheria ya mtandao inaweza ikafanya kazi hapo, ika-apply hapo. Badala ya kutarget AI moja kwa moja, tunaweza tukawa na sheria ya mtandao ambapo mimi nimechukua picha yako, nimeifanya nilivyofanya, nikapost. Ina maana hapo kitu ambacho kinatakiwa kufanya kazi ni sheria ya mtandao. Kwa nini mimi niposti? Lakini sidhani kama kuna sheria ambayo inasema polisi kuona achukue simu yako akague aone una vitu gani, si ndio? Kosa linakuwa kosa mpaka ukiposti kitu. Hapo mimi nadhani kuna kitu kingine, inawezekana tukielewi vizuri au vipi. Kuna watu nilisikia pia conversation inaendelea, wanasema kwamba ukishaweka kitu mtandaoni inakuwa ni public, inakuwa ni public, sijui niseme ni kitu umeshawapa jamii, ni jambo la umma. Sasa kuna sheria ya udhalilishaji. Hata kama mimi nimeposti picha yangu mtandaoni, uruhusiwi kuichukua ukafanya ambavyo unafanya ambavyo itanzalilisha mimi. Sasa mimi tunataka tupige jambo kwa sababu tusiachane kwenye mataa. Tunachowaona Watanzania kule hofu, unajua hofu, na ni hofu kutokana na mfumo kuwa mgeni. Nyinyi mnaujua, ndio maana mnaona mnazungumza hayo ambayo mnazungumza. Sisi tunachokitaka ni kuwa salama. Watu wengine ni kuwa salama. Haijalishi dunia inakwenda kasi, inafanyeje. Hayo mambo ya teknolojia ni nyinyi mnaelewa. Sisi tunataka nikiwa na simu yangu, taarifa zangu ziwe siri, umenielewa? Nikiingia nyumbani niwe salama, nikienda kazini niwe salama, nikienda wapi niwe salama. Kote niwe salama. Nyinyi ni wataalamu. AI hii ambayo sasa hivi nchini kwetu sio kisiwa. Tunaipokea hii. Nyinyi ni wataalamu. Tunafanyaje ili situletee madhara? Nimeongea kuna baadhi ya vitu kama kutengenezwa kwa program nyingine ya counter attack, kwamba ikitokea mtu anataka kutengeneza kitu cha hivi, tunaizuia kwa namna fulani. Tunafanyaje kama nchi? Okay, au swali langu liwe hivi, ni tangu mmeanza kuitumia, mmegundua kuna weakness gani kwenye nchi yetu? Cha kwanza, hii sasa naweka pia ni pande mbili. Pande ya
kwa sababu wanaotumia ni jamii, ni wanajamii wenzetu. Yuko Mangala Imunga kule smartphone sasa anatumia, ndio. Sasa na bahati mbaya ukisha download ni yeye na ile, unanielewa, ni yeye na kama ile yule anawajibikaje? Sasa yule mtu kumwajibisha, hiyo tunaiweka moja kwa, yani hiyo sasa, hiyo sihusishi mambo ya wataalamu wanafanya nini. Hiyo inayohusisha kwenye mamlaka sasa zinaweza zikatafuta namna ya kuwajibisha watu, either kwa kuboresha. Tunajua tuna sheria za mitandao, labda ziboreshwe, ziangalie kama kuna vitu ambavyo vinamisi kwenye hii issue ya AI. Lakini ukija sasa kitaalamu, kwa maana ya kuangalia wataalamu wanaweza kufanya nini, hilo ni jambo jingine ambalo linahitaji kutengeneza wataalamu ambao wanaweza wakatengeneza, kwa sababu sisi tunapokea hii AI kutoka nje. Vipi tukiwa na mifumo yetu ambayo tumetengeneza ndani, mifumo ya AI ambayo ina tamaduni zetu na values zetu, kwa sababu hizi AI unaweza ukaziprogram ziishi kwenye value fulani. Kwa maana kwamba, kwa mfano tunajua kufanya kitu fulani Tanzania sio utamaduni wetu, si ndio? Kwa hiyo tunaitengeneza ile AI iendane na utamaduni wetu. Kwa sasa hivi kwa sababu sio sisi tuliotengeneza, kwa hiyo hatuwezi kufanya chochote. Yaani tunapokea, hatuwezi kufanya chochote. Na je, inawezekana kwa sisi kutengeneza AI ya kwetu na tukaitumia inayoendana na mazingira ya kwetu? Inawezekana kabisa. Kwa teknolojia zetu ambazo tunazo, ila kuna limitations kadhaa. Nitawapa mfano wa AI moja ambao ni maarufu sana, ChatGPT. Ile imetumia kutengenezwa mpaka kufika pale zaidi ya USD milioni 30. Sasa utaona ni investment ya aina gani ambayo inahitajika kuwekwa ili kutengeneza mfumo kama huo labda kwa Tanzania. Lakini kama nchi tunaweza tukatoka. Kama nchi ikiingia, kama nchi inawezekana. Ila kuingia kama vijana, mimi naweza hapa tuseme tutengeneze tuje na mfumo kama huo, mfumo ambao upo kwenye level ya ChatGPT, itakuwa ni ndoto ambayo inaweza sitimie leo wala kesho. Lakini ikiwa ni swala la nchi, tunajua tuna tume ya ICT ikaingia pale, tuna hiyo COSTECH pia, tuna labda wizara ya habari na mawasiliano na yenyewe ikaingia pale, likawa ni jambo la nchi. Inawezekana kabisa. Maana yake ukishakuwa na kitu kama hicho, umetengeneza AI ambayo inajua values za Watanzania, inajua Watanzania wanaishi maisha ya aina gani, na ndio tukasema sasa, kwa sababu unataka kutengeneza picha, si ndio? Tunau hapa mfumo wetu umetengenezwa ndani ya nchi, unaweza kutengeneza picha, kwa hiyo utatumia huu. Mimi nataka niongezee hapo kitu kimoja. Mimi nataka kama kuna wanasiasa wanasikiliza hii, waelewe kitu kimoja, kwamba sasa hivi AI imeingia kwenye, ni kama vita, ni kama vita baridi. Watu wengi pia sasa hivi wanajua kuna DeepSeek, kuna mfumo unaitwa DeepSeek. Sasa nini DeepSeek ni kama ChatGPT. Ni application na download kwenye simu yako, alafu unakuwa na chat nayo kama ChatGPT. Unaweza ukauliza maswali na jibu. Ni hivyo, ni chatbot kama ChatGPT. Sawa. Sasa hivi kuna vita baridi baina ya China na Marekani. Lakini Marekani wameenda mbali zaidi, ni Marekani na dunia nzima. Kwa hiyo sasa hivi Marekani ambacho wanataka wawe ndo leader wa hii teknolojia, kwa sababu inasemekana AI ni sawa na umeme. Umeme ulivyogunduliwa umekuja kuleta mapinduzi makubwa sana. Vitu vyote ambavyo tunatumia sasa hivi vingi vinatumia umeme. AI ipo kwenye hiyo level. Kwa hiyo Wamarekani wao wanasemaje? Wanasema kwamba kama wao wakiwa ndo kiongozi kwenye hii AI, wao sio rahisi kuchukua ile AI kuingiza kwenye military, kwenye jeshi. Lakini nchi kama China wakiwa na mfumo wa AI ambao una nguvu kuliko watu wengine duniani,
ni rahisi wao kuchukua ule mfumo kuweka kwenye kutumia jeshini. Sasa ukweli wao mimi sijui, lakini hicho ndio kitu ambacho wanasema. Kwa hiyo Marekani anafanya vyovyote anavyofanya awe kiongozi. Sasa kati ya vitu ambavyo wamefanya, kwa nini nasema hivi? Kimoja wapo ni ili utengeneze mfumo wa AI unatakiwa uwe na material na vitu fulani, tunasema GPU. GPU ni kompyuta ambao unaitumia kufundishia huu mfumo wako. Sasa hizo GPU, kampuni kubwa ambayo inatengeneza hizo GPU ipo Marekani. Kwa hiyo Marekani ana limit hii kampuni nchi gani na nchi gani awauzie hizi GPU na kwa kiasi gani. Tanzania sisi bado hatujaingia kwenye huo ushindani wa AI, lakini na sisi tumepigwa bani. Hadi Tanzania ipo kwenye list ya nchi ambazo zimepigwa bani kununua GPU nyingi kwa wakati mmoja, na kuna aina ya GPU hauwezi kununua kwa ajili ya huu mfumo, haziuzwi nje ya Marekani. Kwa ajili gani? Kwa sababu Marekani wanataka wao ndio wao kiongozi. Kwa hiyo hiyo yote sasa inakuja kwenye pointi kubwa moja. Kila nchi ni lazima iwe na mifumo yake ya AI inayojitegemea. Kwa mfano mzuri, ukiangalia kwenye network za simu, kwa nini hatutumii network za Marekani? Tunatumia Vodacom na Tigo na ziko hapa nchini. Hiyo wakichukua hiyo perspective wakaireflect kwenye AI, na ndio inatakiwa iwe hivyo. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na miundombinu. Tuna minara hapa ambayo ina support mitandao. Pia tunatakiwa tuwe na miundombinu, tunatakiwa tuwe na data center za kufundisha ambazo zitakuwa na GPU za kufundishia hizo AI. Na vyuoni, kila chuo kinatakiwa kianze kutoa hiyo elimu. Mitaala, kwenye mitaala yetu ya shule level hiyo iwekwe. Yaani serikali inatakiwa irasimishe AI kuwa ni teknolojia muhimu ambao vijana wanaweza kujiajiri na vijana wanaweza kusoma. Mnatembea huko mtaani. Ndio. Ndio jambo liko common, linazungumzwa, lina uelewa wa kutosha kwa watu. Uelewa ni au bado tuko kwenye ombwe la kwetu hatujui. Uelewa bado ni mdogo, na mimi na Isaac na wenzangu tumekuwa tukijitahidi sana kufanya hizo, naweza ngasema ni seminars au hizo workshop. Tunakwenda mara nyingi sana, na hapa kesho kutwa tuna mwaliko hapo Julius Nyerere. Tunakuwa na mialiko mingi sana ya kufundisha, na elimu bado ni ndogo, naweza nikasema. Kuna seminar ambayo tunaandaa sisi wenyewe. Yeah. Andeni tutuje. Hali ni mbaya. Hali ni mbaya. Hata msielewe. Alafu tunanihusu. Kwa hiyo tunajitahidi kufanya hizo seminar na kufundisha watu na nini, lakini kiukweli bado hatuwezi kufikia watu wengi kwa sababu na sisi wenyewe tunakuwa na hivyo na majukumu mengine. Lakini kikubwa ni kwamba mimi ambacho nafikiri pia hii ni kwa vijana na watu wengine pia. Ni vizuri kujielimisha sisi wenyewe pia, hata kupitia mitandao hiyo tunatumia AI. Tuelimishe AI tena. AI, mimi nafikiri jambo kubwa ambalo tunaweza kufanya kwa AI ni kujielimisha, kwa sababu AI ina knowledge kubwa sana ndani yake pale, ambayo unaweza ukaifanya zaidi ya kumvua mtu mkubwa. Hapo yani tutatolea mfano mmoja. Nakumbuka wakati tunasoma chuo, tulikuwa ukipewa mfano assignment au ukiwa unasoma, tulikuwa tunaenda Google. Google ulikopo ukigoogle pale unapata linki nyingi. Unaanza kuchagua unaingia hiyo unatoka gani ambao kwako ina faida. Lakini sasa zile linki zote na zile zote ambazo tulikuwa tunasoma Google sipo sasa hivi kwenye AI. Kwa AI imechukua kule experience ya kule mtandao imeweka kwake. Uzuri wa AI sasa hivi ukiuliza swali unapata jibu moja kwa moja au pewe links. Kwa ndo maana Zefa anasema
watu ambacho wanaweza wakafanya cha muhimu sana ni kujifunza chochote ambacho unataka. Unaweza ukajifunza kuhusu AI kwenye mfumo wa AI wenyewe. Unaweza ukaiambia AI kufundisha kuhusu AI. AI kufundisha kuhusu AI. Yenyewe tena. Ndio ChatGPT ukaiambia nifundishe kuhusu AI na ndio unaongelea AI kama kitu cha kawaida hivi unajua. Kuna kitu kimoja nataka niseme hapa. Kuna kitu kwenye huku kwenye kudesign hizi AI systems. Kuna maneno mawili sana wanapenda kuyatumia. Nadhani hata huku kwenye habari pia ipo issue ya hizi ethics na nini. Sasa kule kuna term wanatumia ethical AI, nyingine wanasema responsible AI. Sasa hiyo inakuwa vipi? Hiyo inaanzia kwenye upande wa kudesign mfumo wa AI. Inabidi uangalie ethics fulani za kimaadili na kimazingira. Sasa kwa sababu unakuta mfumo kama mifumo mingi ambayo ipo sasa hivi haijawa designed nchini. Kwa hiyo hata hizo ethics ambazo utazisema mara nyingi sana zitakuwa tofauti na vile ambavyo tuna perceive ethics nchini kwetu. Si ndio? Au unavyokuja kuongea responsible AI pia, maana inatakiwa ni AI ambayo iko fair, haina hizo bias. Ambacho anakiongelea hapo Zefania, kwa mfano ukiingia kwenye ChatGPT sasa hivi ukaiuliza gender zipo ngapi? Wote tunajua ukimuuliza Mtanzania wa kawaida gender zipo ngapi, atakwambia haraka ni 2. Ukienda ndo zilizopo. Ukienda pale wanakwambia sasa mambo kama hayo kwa sababu hatujatengeneza sisi. Kwa hiyo sisi values zetu ni kwamba gender ziko 2, yani hapo hamnaga discussion. Lakini ukiuliza watu wa West, hiyo ni discussion ndefu kwa sababu wao wanaamini gender ni fluid, ni kitu ambacho kinabadilika kulingana na mtu anavyoamua. Yeye anavyoamua. Kwa hiyo iko huko. Wao ndio yani ndio kwenye ChatGPT watazaliwa yani ukiingia kwenye ChatGPT ndio unachokuta sasa hivi. Ndugu zangu tukubaliane jambo. Mmesema mnatoa seminar? Namba yenu ni ya nani kwanza? Anaweza kutoa ni wote wawili au naweza nikatoa ya kwangu, haina shida. Ndio mnayokutana nayo. Msiachane njiani. Haina shida. Nenda utoa. Weka namba yako alafu nami tutamalizana nao hapa. Hebu weka namba yako. Kwa mawasiliano tutatumia 0757 11 30 06. Irudie tena. 0757 11 30 06. Rudia tena. 0757 11 30 06. Sawa. Umesajili Zefania Ruben. Zefania ndio huyo bwana. Na wapata kwa ajili ya mambo ya seminar. Tumalize dakika moja kwenu nyote, Zefania pamoja na kwako Odelo kwa siku ya leo. Mimi nianze na Odelo. Na swali langu la mwisho. Jamani, kama nchi sasa, AI inatusaidia au haitusaidii? Na kama inatusaidia, tufanye nini iendelee kutusaidia zaidi kuliko kutuathiri zaidi? Sawa. Kama nchi, AI inatusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Cha kufanya kama nchi ni serikali iweke kwenye vipaumbele vyake. Kwa sababu nigusia hapo kidogo Isaac. Mimi nilisoma ajenda ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2021, 22, 25, 26. Imetaja mle kwenye part fulani, nadhani sikumbuki ni ukurasa wangapi, ile imeongelea pale hiyo AI na nini. Nafikiri kwenye maandishi ipo. Lakini kwenye utekelezaji nadhani ndio sasa. Kwa hiyo tunaweza tukaweka kwenye syllabus, watu waanze kujifunza mapema kwa sababu kama tunavyojua Tanzania sijui nchi nyingine tunasoma miaka mingi. Leo wakati tunakuja na discuss, ukianza na miaka 7 unamaliza na miaka 24. Unakaa miaka 6 kidogo umeshafikisha 30. Muda wa kujitafuta hapo hivi. Muda wa kujitafuta na miaka 6 hapa. Ukijemka basi biashara imeisha. Kwa hiyo
ndo tulikuwa na discuss kwamba watu wengi ndio maana wanasoma ili wakaajiriwe. Kwa hiyo sehemu rahisi ya kuanza kujifunza ni shuleni mapema. Kwa hiyo serikali inatakiwa iweke kipaumbele kwenye AI sana. Sawa. Nikimalizia na Zefania, wakati tunasema mwishoni mwa mwezi wa pili, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema nchi zinazoendelea, yani alitoa statement moja akasema nchi zinazoendelea zisiwe tu sehemu ya AI bali zisiwe watumiaji bali ziwe sehemu ya AI. Sisi tunaweza tukawa sehemu ya AI na ikatunufaisha kufikia kiwango ambacho tunasema yes, teknolojia hii imekuja kuleta mapinduzi mazuri kwenye nchi. Tuna nafasi kubwa ya kuwa sehemu ya AI, na japokuwa AI karibu ina exist kwa miaka 50 sasa hivi. Zaidi ya miaka 50. AI imekuwepo. Sawa. AI imekuwepo kwa zaidi ya miaka 50. Nilikuwa naangalia documentary moja juzi, nikaona mwaka 1984 AI walikuwa na department fulani, kwa kuna director of AI. Sasa sisi sasa hivi na nchi kama UAE wana wizara kabisa ya AI. Hadi India. Yeah, na kuna chuo wameanzisha cha AI kabisa. Yani ni chuo special kwa ajili ya AI. Kwa hiyo tukiweka kama kipaumbele, lakini tusiweke tu kama kipaumbele, tutekeleze pia kwa vitendo, kwa maana ya kuangalia ni miundo mbinu gani AI inahitaji, tunaipata vipi, na kwa sababu baadhi ya miundombinu utakuta ndo hiyo tunahitaji rasilimali watu. Rasilimali watu tunaitengenezaje? Inabidi turudi vyuoni. Kwa hiyo tukiweka na umeme tukiweka unaweza kuwa na trade mfumo wako afu ukakuta kuna vipi inakuwa changamoto. Kwa hiyo inaweza kutusaidia, ila tengeneza miundombinu mizuri na weka msisitizo kabisa kwamba bwana, hii tunataka ituvushe kutoka hapa kwenda hapa, kwa sababu AI haina application tu hizo watu kutengeneza picha na nini. AI inatumika kwenye kilimo, inatumika kwenye mambo ya afya, kwenye elimu, kwenye mambo haya ya kama alikuwa mgusia za kimilitary. Kwa hiyo kwenye elimu, wizara ya elimu inaweza kutumia AI, NECTA inaweza kutumia AI. Kwa hiyo inaweza kutumika karibu ule mfano wa umeme ni na AI inaingia hivyo. Sasa inawezekana, ila tu tukichelewa hapa tutapishana. Naweza kama tunaongeaga siku moja nasema wakati wenzetu wanatengeneza internet TV, sisi tulikuwa tunafanya nini? Kwa hiyo itakuja kuwa tena kama hivyo watoto miaka 30 ijayo. Sasa wakati wengine wanatengeneza AI, wazazi wetu walikuwa wanafanya nini? Kila mtu anaweza akapata access ya AI. Kwa sasa hivi kila mtu ana access ya AI kwa maana ya watumiaji, ila kwenye kutengeneza si rahisi kila mtu kutengeneza kwa sasa hivi. Sawa, basi tumehitimisha hivyo mtazamaji, namba zao ziko hapo, watafuteni kwa ajili na sisi tutafanya hapa jitihada walau wasipotee sana kila mwezi. Kila mwezi kwa sasa tunasema kwa sasa hivi tusaidie jamii. Ili tuwe sehemu. Ni pana sana. AI ni pana sana. Hali ni mbaya. Yaani mbona mtu analalamika mtandaoni nikaogopa. Niliona pia. Ndo AI. Mimi nilishare status yangu nikasema hivi, tunahitaji AI ambayo imelimitiwa au tunahitaji watu wanao fahamu vitu vya msingi vya baba ije imelimitiwa. Naomba ije imelimitiwa kwa sababu akili za Watanzania haziko tayari sana kupokea teknolojia. Nadhani tulimitiane kwamba hii upokee hii kwenye simu yako haikai. Yaani ifike hiyo hatua kwamba hii kwenye simu fulani haikai. Sivyo? Bwana, tunaondoka hapa ili damu mimi na nawe na tunaondoka na ndugu zetu hapa, lakini tunakuacha na makala kutokea kule kusini mwa Tanzania ambapo hali ya ndoa za utotoni imeendelea kuripotiwa kuwa ni mbaya. Wengi wanajihusisha na ndoa za utotoni. Makala ambayo imeandaliwa hapa na Luceshelo Sijaona pamoja na Rose Palangio, na wanatusimulia safari yao ambayo iko kule. Lakini kabla ya kuondoka, acha tukukumbushe mambo yafuatayo. Mimi nakupa hii ya kuishi kwa malengo kwa mwaka huu 2025 kama ambavyo tunasema Tanganyika Packers pale Kawe kwa kiingilio cha shilingi 5,000 tu. Tutakuwa na tamasha tarehe 21 mwezi wa 6, na baada ya hapo tarehe 19 nyuma hapa tutakuwa pale Mlimani City ambapo kiingilio ni 100,000
200,000, lakini pia meza ya watu 10 ni shilingi milioni 2. Tutakuwa pale na Meschino na waimbaji wengine wengi watakuwepo pale. Lakini kuhusu ujenzi wa kituo cha watoto wenye mahitaji maalum pale Kitopeni, hii chukua. Kwa tukitoka wakati tunaelekea kwenye treni zetu tarehe 31, tunakwenda kwenye kilele cha kuchangia watoto sehemu nzuri ya kujifunza kutokana na changamoto zao, na hii ni kuandaa makazi maalum pamoja na sehemu ya kujifunzia ambayo inafanyika pale Bagamoyo na inaratibiwa na Dayosisi ya Mashariki na Pwani ya Kanisa la Kiinjili